leo tutagawa hivyo viti, mimi naamini tunaweza kuvitunza, na kwa maana hiyo hata vile vilobakia nimeona nimepita huko, vile vibovu visitupwe, vile katika mguu sio kitu gani ilotoka ubao, tufanye utaratibu tuvitengeze ili tusiwe tena na huu upungufu wakati tunaendelea kutengeneza hivi vipya. Vile vya zamani navyo tufanye nini? Tuvitengeneze. Lakini nina ombi moja, na pengine sio ombi, ni agizo, na si agizo kwa Mlimba tu peke yake, ni agizo kwa kupitia hadhara hii kwa mkoa mzima. Kutokana na programu ya serikali ya elimu 2027 tutakuwa na madarasa mawili au ya aina mbili, yote yanafanya mtihani wa form 1. Wanafanya mitihani ili waingie form 1. Tutakuwa na darasa la 6 watafanya mtihani wa kwenda form 1. Niko sahihi? Tutakuwa na wale ambao wako darasa la 7 na wao vile vile wanakwenda form 1. Jika umeelewa hiyo? Kwa maana hiyo tutakuwa na wimbi kubwa la wanafunzi ambao wote wanakimbilia kwenda form 1. Kikubwa ni kujipanga na mapema. Kikubwa ni kujua mahitaji yetu na mapema. Sitaki niliambiwa kwamba hii ni changamoto. Hakuna changamoto hapo. Changamoto ni kitu ambacho hukijui, inakutokezea ghafla. Lakini ukijua halafu unaniambia changamoto, amesikubali. Hapo hakuna changamoto. Tukiacha kutokuwa na madarasa ya kutosha, hiyo si changamoto, ni uzembe. Sasa tusiwe wazembe. Tujitayarishe ili hiyo hali iweze kukabiliana nayo. Kama nilivyosema, mimi na Mlimba sina mashaka, sitaki nikague madarasa kwa sababu najua mambo ya Mlimba yako mazuri. Aisha yanakuwa mazuri toka mimi nilipofika. Ushauri wangu ni huo, wito wangu ni huo, na agizo langu kwa mkoa mzima ni huo. Tujitayarishe vizuri ili tusianze tena kwa madarasa hakuna, wanafunzi wanashindikana, hawana pa kukaa, hicho kitu kisije kikatokezea. Halmashauri imeendelea na utekelezaji wa mpango wa kuboresha mazingira ya kujifunzia kwa kutengeneza viti na meza. Kwa mwaka wa fedha 2024/25, halmashauri ilitenga kiasi cha shilingi milioni 100 kwa ajili ya utengenezaji wa viti na meza 1818 ili kukabiliana na upungufu uliopo katika shule za sekondari. Mradi wa utengenezaji wa viti na meza 1818 unatekelezwa kwa fedha za mapato ya ndani ya halmashauri. Sababu kuu ya kutekeleza mradi huu ni kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia katika shule za sekondari. Mradi huu ulianza kutekelezwa mwaka wa fedha 2024/2025 kwa gharama ya shilingi milioni 100. Kuanzia Julai 2025 hadi tarehe 17 mwezi wa pili 2026, jumla ya viti na meza 1650 vimetengenezwa na kazi ya utengenezaji wa viti na meza 168 inaendelea ili kukamilisha viti na meza 1818. Jina langu naitwa Faida Azizi Marungu, kidato cha 3. Adha ambayo tulikuwa tunaipata kabla ya hizi meza pamoja na viti, wanafunzi tulikuwa tunakaa chini na tulikuwa tunapata shida sana. Walimu walikuwa wakiingia darasani walikuwa wapate motisha kwa kuwa wanafunzi tulikuwa tunakaa chini. Kama sisi wanafunzi tuna ahadi kuwa tutavilinda rasilimali zetu za shule, hasa hizi meza pamoja na viti kwa udi na uvumba.